tukiruhusu hii iendelee, tunatengeneza precedence mbaya. Wanapovamia hapo mkawaambia haya chukueni, watavamia na sehemu nyingine. Mtasemaje sasa? Kwanza wanaje mtawala sasa hao wenye mashamba hao. Wanaenda mahakamani wanashinda, lakini tena wakishashinda wananchi wanaungana, wanaanza kusema sisi angalia sisi tulizalia hapa. Kwani kuzalia hapa jamani ni kigezo? Ngaya sema nimejukuu hapa. Kisheria hiyo haipo hiyo. Kisheria tunasema nani mwenye haki ya kukaa hapa kutumia hii ardhi. Watu wana mashamba yao. Tuna kesi hizo nyingi sana, ndio maana nimeamua niongelee hapa. Wananchi tuwe na nidhamu na tuheshimu maeneo ambayo yameshamilikishwa watu wengine. Tume imeweza kuandaa mipango ya matumizi ya ardhi kwa jumla ya vijiji 14,925. Na ukumbuke kwamba tuna jumla ya vijiji 12,333. Kwa hiyo hii ni kama 40%. Kazi bado ni kubwa. Hata 50% bado. Kwa hiyo nielekeze tume iendeleze juhudi, iongeze spidi, maana tumeshakubaliana kwamba upimaji huu ndio ambao unatuondolea migogoro. Sasa unavyoona tuna vijiji 40%, kwa hiyo 60% inatudai. Kwa sisi kama wizara tutakuwa nanyi kuwatafutia uwezeshaji, kama ni wadau mbalimbali na serikali kupitia hazina, ili muweze kukamilisha na vijiji vingine hivi ili maisha yaende vizuri. Ni dhahiri kwamba kiasi hicho bado ni kidogo, hivyo ninyi kama wadau wa jukwaa hili nawapa mtihani wa kuchangia uandaaji wa mipango ya matumizi ya ardhi kwa vijiji vilivyobaki ambavyo ni takriban 7,408. Na mkazo mkubwa huo uandaaji mipango kina na utoaji wa hati za haki miliki za kimila kwa wananchi wetu. Nadhani mnatambua kuwa mipango kina na hati za haki miliki za kimila inawafanya wananchi kuitambua na kuithamini mipango ya matumizi ya ardhi, kwani manufaa yake yako bayana kwa mtu mmoja na kwa jamii nzima kwa ujumla. Hali kama hii itasaidia kuchangia ukuzaji na usimamizi endelevu wa rasilimali ya ardhi na utekelezaji wenye ufanisi kufikia malengo ya dira ya 2050. Sisi tumechukua hatua za makusudi za kutathmini na kutafiti kwa kina chanzo cha migogoro yetu ndani ya Morogoro. Tumefanya maamuzi ya makusudi, strategic decisions, ya kuhakikisha na kubaini tumetokea wapi na migogoro. Nikwambia Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi tumeiwekea mikakati kwamba kwenye kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa, every month tunapokutana kwenye vikao vyetu vya kawaida, tumeweka ajenda ya kudumu ya migogoro ya wakulima na wafugaji. Kwa hiyo ukiona imepungua au imeondoka, it's not a political commitment, a political will ya kusema hii lazima iondoke. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia kipekee napenda kutumia fursa hii kuwakaribisha nyote katika jukwaa hili muhimu linalobeba kauli mbiu isemayo kutoka kupanga hadi utekelezaji, ambayo kwa lugha ya wenzetu tunasema from planning to practice. Kutoka kwenye makaratasi sasa tukaioka ardhini. Kauli mbiu hii inatukumbusha jambo muhimu sana, kwamba kuwepo kwa mipango pekee haitoshi. Kinachohitajika zaidi ni utekelezaji wake kwa vitendo na vyenye matokeo. Kwa muda mrefu tumekuwa tukiandaa mipango ya matumizi ya ardhi, lakini changamoto kubwa imekuwa katika utekelezaji na usimamizi wake kwa ukamilifu. Ni vyema sasa tuhakikishe mipango hiyo haibaki kwenye makaratasi, bali igeuze kuwa vitendo vinavyoleta manufaa chanya kwa wananchi wote. Tunatambua kuwa ardhi ni rasilimali kubwa na adimu na yenye thamani kubwa kwa maendeleo ya taifa letu. Ndani yake ndimo tunapopata chakula, makazi, fursa za uchumi kama baba ametoka mto Tiseza hapa, na shughuli nyingine za kijamii. Hivyo basi, upangaji wake unapaswa kuwa wa makini, jumuishi na shirikishi, ukizingatia maslahi ya makundi yote ya jamii bila ubaguzi wote, ikiwepo wanawake, vijana, ndugu zetu wenye ulemavu, wakulima, wafugaji,
wawekezaji na makundi mengine